Kama kwanza unafungua radio yako, hii ni Amka na Rhapsody. Karibu sana wakati wa kujifunza kweli neno la Mungu. Na tumemaliza Rhapsody ya Jumamosi, tunaingia Rhapsody ya Jumatatu leo tarehe 28 Julai 2025. Tarehe 28 Julai 2025 neno linasema nena kwa lugha kila mara. Kwa rafiki zangu ambao huwa wanajiuliza kwa nini unanena kwa lugha mara nyingi sana. Hebu kaa vizuri leo usikie hili neno mtumishi. Masi plaka radiga la borobosa. Neno linasema nena kwa lugha kila mara. Andiko la ufunguzi na Korintho wa kwanza sura 14 mstari wa 4. Neno linasema anenaye kwa lugha hujijenga mwenyewe, bali atoaye unabii hulijenga kanisa. Anenaye kwa lugha hujijenga mwenyewe, bali atoaye unabii hulijenga kanisa. Mtoto Mungu anza kusema kusali katika roho ni zoezi la kiroho lenye nguvu iletayo matokeo ya kipekee sana ndani yako. Kuna mazoezi ya kiroho mtumishi kama hujui. Moja hapo ni hili, kunena kwa lugha, na zoezi lingine ni kufunga, ile ambayo tumeliongea katika somo la Jumamosi. Bala raba sigedi bokura. Those are spiritual exercise, mazoezi ya kiroho mtumishi yenye baraka sio katika maisha haya tu, hata yale yanayokuja. Mtoto Mungu anasema moja wapo ya mambo ambayo Mungu alikupangia, ambayo ni ya kuweka katika afya njema, mkamilifu na mwenye nguvu, ni maombi, na hasa kuomba katika roho. Sikiliza mtumishi, kama unahitaji kukaa katika afya njema, kutembea katika ukamilifu, kuwa mwenye nguvu, maombi haepukiki. Maombi ni ya muhimu sana. Na aina gani ya maombi hapa ambayo inatija zaidi ni hii: kuomba katika roho. Unaponena kwa lugha unajijenga mwenyewe, ni kama kuchaji betri, roho yako inachajiwa, inatiwa nguvu, inaimarishwa na kuwezeshwa kumtumikia Mungu kikamilifu. Balaraka sika balaburubusa. Umeona ukinena kwa lugha kuna nini vinatokea mtumishi? Zipra hata jilimando rusi gadabala badabazira. Roho yako inachajiwa, roho yako inatiwa nguvu, roho yako inaimarishwa, roho yako inawezeshwa kumtumikia Mungu kwa ukamilifu. Mtoto Mungu anasema, Mtume Paulo alidhihirisha jambo hili la maana sana katika Warumi sura ya kwanza mstari wa 9 aliposema, kwa maana Mungu ni shahidi wangu ambaye ninamtumikia kwa roho yangu katika injili ya mwana wake. Paulo anasema namtumikia Mungu kwa roho yangu. Sio kwa akili zangu. Sio ili nipate maslahi fulani. Hapana mtumishi, kwa roho. Sakita la baraba ulo bazira. Yaani kwamba ile huduma anayofanya kutoka ndani ya moyo, kwa uthabiti, kwa ukunjufu na unyofu wa moyo. Mazepra hashti la baraba zira. Tabugela kazi tapitishwa kwenye moto mtumishi. Masika lima ramozira. Ukiwa umejenga kwa nyasi, kwa mbao, kwa udongo. Pala rabasika laba. Mtoto Mungu anasema ina maana tunavomtumikia Mungu kwa roho zetu. Anasema ina maana tunamtumikia Mungu kwa roho zetu. Kwa hiyo ili roho yako ifanye kazi kwa ufanisi, ni lazima ichajiwe, ni lazima iimarishwe na kufanywa upya daima. Kusali, kunena kwa lugha kufanikisha jambo hili. Yaani kwa maneno mengine ni hivi: sisi tunamtumikia Mungu kwa roho zetu. Na ukifanya hivyo na ili uendelee kufanya hivyo, lazima roho yako ichajiwe, iimarishwe. Mala boroba la bazi. Ifanywe upya, rakose palabara. Yaani iboreshwe. Supa la borobosika. Lebrogulu bazira. Ili huduma yako izidi kuwa bora na bora mtumishi. Ili utoke utukufu mpaka utukufu, imani mpaka imani, ushindi mpaka ushindi. Kwa hiyo kunena kwa lugha hakuepukiki. It's not an option. Sio jambo ambalo unasema nitachagua leo, nitachagua kesho, nitafikiria. Hamna. Mtume Mungu anasema roho ya mwanadamu inaweza kuwa dhaifu au inaweza kuwa imara. Ili kuimarisha roho yako lazima uwe na muda wa kusali katika Roho Mtakatifu. Unapofanya hivyo, roho yako inajengwa na kuimarishwa.
Masaka bala boroba zero. Kusoma Yuda sura kwanza mstari wa 20. Waraka Yuda sura kwanza mstari wa 20 neno linasema, bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, mkiomba katika Roho Mtakatifu. Hili ni somo lingine mtumishi. Yuda sura kwanza mstari wa 20. Kuna kitu kinaitwa imani iliyo takatifu sana. Ukitaka kujijenga hapo, lazima uombe katika Roho Mtakatifu. Yaani kuna wakati unasikia neno, na ukisikia neno imani yako inachochewa, inatoka hatua moja ungesema level 1 kwenda level 2. Sasa ili ubakie katika hiyo level 2, katika hiyo hatua ya pili au hatua ya juu zaidi, ambayo ndio imani yako iliyo takatifu sana kwa wakati huo, inabidi utumie muda kunena kwa lugha ili ubaki hapo. Iwe ndio hatua yako. Yaani ndio level yako, ndio base yako. Ungesema ndio msingi wako. Kwa kutokea pale utakuwa unaoperate kutoka katika hiyo level ya pili na sio level ya kwanza. Kwa nikueleza kitu. Kuna wale ambao unasikia neno la Mungu, unahamasika, lakini kwa sababu hujajua hii formula, baada ya wiki moja, baada ya siku 3, siku 4 umerudi chini. Yaani umerudi chini ya kile kiwango cha imani ulichokipokea ile siku ya Jumapili wa kanisani, au katika ile seminar ambayo iliandaliwa pale, au ile kongamano. Ingawa ulikuwa katika ile kongamano, ulikuwa una hamasa, ulikuwa na shauku, ulipokea ile neno, ukawa na ujasiri na uthubutu. Lakini baada ya siku 3 ni kama vile umeporomoka kutoka katika kile kiwango cha imani, umerudi kile cha kwanza ulikokuepo. Ni kwa sababu hujajua namna ya kutumia kipawa cha kunena kwa lugha vizuri ili kujicement, yani kujiwekea ile base, wale wajenzi wale wanajua kuna namna wanamwaga nini ile wanaita jamvi. Yaani kujiwekea jamvi sahihi kiasi kwamba usishuke tena chini hapo. Hilo andiko linasema, bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, mkiomba katika Roho Mtakatifu. Yuda sura ya kwanza mstari wa 20. Nenda kapitia andiko vizuri. Kwa ukipokea neno leo, ukipokea rema word, ukataka lile neno lisipotee, lisiondoke, nenda kwa lugha mtumishi. Cement, lichukue, liweke pale, jijenge pale, kuhakikisha kwamba hiyo ndio base yako kutokea pale kwenda juu. Tuta Mungu anasema, Mungu ana wajibu wake, lakini wewe pia unao wajibu wako. Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wako. Yeye hafanyi kazi kwa ajili yako, bali anafanya kazi kupitia wewe. Sikia hii mtumishi. Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wako. Yeye hafanyi kazi kwa ajili yako, bali anafanya kazi kupitia wewe. Malika da bolobozi. Kwa unao wajibu mtumishi. Haukai pale ukamwambia Bwana fanya wewe. No. Yeye anafanya kazi kupitia wewe. Utakapoinua kufanya kazi ndio utaona utukufu wake na ubora ukiwa unafanya kazi ndani yako kukamilisha lile jambo. Paulo katika Efeso 3:14-16 anatuambia, kusoma Efeso sura 3 mstari wa 14 mpaka 16, anasema hivi: kwa hiyo nampigia Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa, awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Sikia maombi ya Paulo, anasema awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu. Tafsiri nyingine inasema to be strengthened with mighty, yani kuimarishwa kwa nguvu au kuimarishwa kwa uweza kwa kazi ya Roho wake katika utu wako wa ndani. Ndio Mungu anasema neno kufanywa imara kwa nguvu linamaanisha kujazwa uwezo wa kufanya miujiza na Roho Mtakatifu ndani ya utu wako wa ndani. Kufanywa upya au kufanywa imara kwa nguvu inamaanisha kujazwa uwezo wa kufanya miujiza na Roho Mtakatifu ndani ya utu wako wa ndani. Paulo alielewa ukweli huu kwa kina, ndio maana akasema maneno ya ajabu katika Korinto wa kwanza 14:18. Aliwaambia wa Korinto, namshukuru Mungu wangu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Kama wewe ni mwanafunzi wa Biblia utajua kama kanisa la Korinto lilijulikana kwa hamasa yao ya kunena kwa lugha, lakini Paulo alisema kwamba alinena kwa lugha zaidi yao wote.
Ai, laraba la karabazira. Yaani mtu wa Mungu alishagundua umuhimu na ubora wa kunena kwa lugha. Kwa alikuwa hamna namna angepotezea na kuona kwamba hichi ni kipawa kidogo cha kawaida. No. Ukisoma katika hiyo Waefeso sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 16, anaeleza maombi ambayo anafanya kwa ajili ya kanisa la Efeso kila mara mbele za Baba, kwamba wale katika kanisa la Efeso waimarishwe kwa nguvu. Na hiyo namna ya kuimarishwa kwa nguvu ni uwezo wa kufanya miujiza kwa Roho Mtakatifu, ambao uwezo huu unaikwa ndani ya utu wao ndani, yani like katika roho yako, ule utu uliozaliwa upya. Kuna uwezo huu, strength, it's called miracle working ability, yani uwezo wa kutenda miujiza Bwana anaweka ndani ya moyo wako. Sasa unaimarishwaje na uwezo huo? Lazima ni kupitia kunena kwa lugha, mtumishi. Unavoomba katika lugha ya Roho Mtakatifu, kuna maboresho yanafanyika ndani ya roho yako. Kumbuka mwanadamu ni roho, anayo nafsi, anaishi katika mwili. Unahama kutoka utukufu mpaka utukufu, ushindi mpaka ushindi. Ai, maloroko sokoloko sakabai. Na ndio maana anawaambia wa Korinto kwamba anamshukuru Mungu yeye ananena kwa lugha kuliko wao wote. Thabiti wa Paulo katika kunena kwa lugha ulikuwa ndio ufunguo wa muendelezo wa maendeleo, ushindi na mafanikio ya kipekee. Halikuwa jambo alilofanya mara chache, bali ulikuwa ni mtindo wa maisha yake. Ikiwa unatamani ukuaji endelevu, mafanikio na maendeleo, basi huna budi kufanya hivi kama ambavyo anafanya yeye, kuomba katika Roho Mtakatifu. Na uhakikisha kwamba kuomba katika Roho Mtakatifu ni kitu cha lazima na unakifanya kila mara. Itakusaidia kukupa maendeleo endelevu kwa kadiri unavyoendelea kupata ongezeko la neema na ushindi juu ya ushindi. Ai, sokla praka la boloboze. Kwa mtumishi, wewe unanisikia? Embu chukua hatua ya imani kwa kile ambacho umekisikia leo. Alafu fanya practice, yani fanya practical, fanya kwa vitendo. Wewe nikwambia namna ya kufanya. Tumesoma hapa leo umuhimu wa kunena kwa lugha. Anaona ambavyo unaweza kusababishia maendeleo endelevu, na ile nguvu ya kutenda miujiza ikaonekana katika maisha yako, nikadhihirika, na ukao una ubora usio wa kawaida. Sasa kama unanisikiliza na umekuwa una doubt, umekuwa na wasiwasi, mashaka, unajiuliza hii ikoje, mbona haiko hivyo, mbona sije kufundishwa hivyo, mbona sije kusikia, hamna shida. Kama unaenda kwa lugha, fanya hivi. Wekeza nusu saa kwa siku for the next 30 days. Yani ndani ya siku 30 zijazo, kuanzia leo hii, leo ni tarehe 28 mpaka tarehe 28 August. Kila siku nenda kwa lugha kwa nusu saa. Jiwekee muda maalum kabisa. Yani jiwekee mfano tuseme labda saa 4 usiku, saa 4 mpaka saa 4:30, au saa 3 mpaka saa 3:30, au asubuhi saa 10 kamili mpaka 10:30. Jiwekee muda maalum 30 minutes. Nenda unene kwa lugha kwa 30 minutes, alafu uone kwa dakika 30. Bala rako sokolo bozidi ya balabaya. Na kuhakikishia Tumishi, ninakuhakikishia kwa 100%. Ai, mazuhu la hariha sihalaba. Ya. Kudogo na badiliko moja la tofauti sana ndani yako. Yani hivi, nina uhakika wa 100% zaidi ya 100. Ninachokwambia. Weka dakika 30 kila siku ya kunena kwa lugha for 30 days, alafu uone. Yani utaona uelewa wako wa neno la Mungu, maarifa yako, afya yako. Ligaraba la burubu salabaraba. Utaelewa kwa nini tunanena kwa lugha, mtumishi. Utaelewa kwamba hii sio liturujia, mtumishi. Mazi pradiga jila banda da bazira. Ni maisha ya hali ya juu sana, ya tofauti mno na ya pekee sana. Fanya mafunzo ya ziada kwa kusoma mistari ifuatayo. Unaweza kuandika chini Waefeso sura 3 mstari wa 14 mpaka 16. Huo tumeshakusomea. Waefeso 3 mstari wa 14 mpaka 16. Lakini unaweza kusoma kwenye Amplified Bible Classic, itakuwa nzuri sana. Biblia ya Kiingereza inaitwa MPC. Alafu Waefeso sura ya 6 mstari wa 18. Tutakwenda kusoma hapo. Waefeso 6:18. Ndio andiko la pili. Andiko zuri sana, nasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha
kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Anasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho. Andiko zuri sana. Maana kila aina ya maombi unayokuwa nayo, maombi ya kunena kwa lugha lazima yawepo hapo. Ndio maana hilo andiko. Na andiko lingine mwisho ni wa Korintho kwanza sura 14 mstari wa 4. Wa Korintho kwanza sura 14 mstari wa 4. Neno linasema yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali autubuye hulijenga kanisa. Maliga woloborubosa kala bada bazira. Fanya sala hii pamoja na mimi asubuhi ya leo. Sema: Baba mpendwa, ninakushukuru kwa baraka ya kuomba katika roho, ambayo kupitia kwayo ninajenga na kuimarisha roho yangu ili nikutumikie kwa ufanisi. Hata sasa roho yangu ni sikivu kwa mwongozo na maelekezo yako, na ninatenda katika ushindi endelevu, maendeleo na ongezeko la neema daima. Lapo hala kasikili bada bazira. Katika jina la Yesu, amina. Unatembea katika ushindi endelevu, unatembea katika maendeleo mtumishi, unatembea katika ongezeko la neema daima. Sikruda gada barabus britijili barabala bazira. Mazikrutu jili kabala bazira. Asubuhi leo wewe ambaye unatusikiliza, nataka nikupe fursa hii ya kumpokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ili kipawa hicho cha kunena kwa lugha kifanye kazi ndani yako mtumishi. Lazima uzaliwe upya. Hauwezi kuweka mvinyo mpya katika kiriba cha zamani. Lazima kiriba kiwe kipya na uweke mvinyo mpya mtumishi. Bala bazira. Kwa hiyo asubuhi leo ningependa kukuombea, kukuongoza katika sala hii ya wokovu na umpokee Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Fanya sala hii pamoja na mimi. Sema: Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Naamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Kwa kufanya sala hii, wewe umekuwa kiumbe kipya, kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Na maombi haya ni kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema asante kwa wale wote ambao asubuhi leo wamemwamini Kristo kwa mioyo yao na kumkiri kwa vinywa vyao. Natamka ushindi na ubora juu ya maisha yao. Yule adui hana madai yoyote dhidi ya maisha yao. Kale zao zimepita. Wanatembea katika upya wa uzima katika kweli neno lako. Neema yako ni nyingi sana juu yao Bwana, na utukufu wako unang'aa kwenye kila nyanja maisha yao. Wanasimama imara katika imani na wanakutumikia kwa mioyo yao. Katika jina la Yesu, amina. Wow. Mungu akubariki sana asubuhi leo. Malika koluko sika baba. Usikose kipindi cha kesho asubuhi. Katika maombi ya asubuhi kesho tutakuwa tuna nafasi nzuri sana ya kuombea ujazo wa Roho Mtakatifu. Sapragidi bajala barabus mazishi vile barabala bazira. Wewe ambaye umezaliwa mara ya pili na huneni kwa lugha, kesho asubuhi ile section ya kwanza ya kipindi cha kesho kuanzia saa 11 kamili tutakuwa tuna nafasi ya kujifunza kidogo sana kwa dakika chache, alafu tutakuombea ujazo wa Roho Mtakatifu. Na popote uliko. Libru kala barabazira. Nguvu ya Bwana itakuhudumia tofauti sana mtumishi. Tofauti mno. Mazi pradogo jilima. Unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo: 0736 000999. Tutapenda kusikia kutoka kwako, na line zimefunguliwa kuanzia sasa kwa yule ambaye atapenda kupiga. Tafadhali karibu sana. Lakini pia vitabu hivi vya Rhapsody ya Uhakika vinapatikana katika bookshop pia hapa BCAC. Kwa wale ambao wanakuja BCAC Mbezi, kwenye duka la vitabu, basi unaweza kupata nakala yako ya Rhapsody ya Uhakika. Nakala moja ni shilingi 3000. Kwa hiyo ukipenda kufanya hivyo, karibu sana. Na naona simu ya kwanza inaingia. Karibu sana. Amina. Kwa Yesu asifiwe. Amina. Namshukuru Bwana. Ndio. Ndio. Naam. Bwana azidi kubariki kwa neno ajabu na kuelimisha. Amina. Mungu akubariki sana.
Uko Chanika? Pasco niko Chanika. Yes, Pastor, mchungaji Pasco. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa kushiriki na sisi asubuhi leo. Amina. Na leo tukuchangia kwa habari ya umesema kwa habari ya Nehemia ile laptop ya Jumamosi. Ndio. Kwamba aliposikia habari za mji wa Yerusalemu aliweza kuugua, akalia na kufunga na kuomba. Ndio mchungaji. Sasa leo ni kitu cha ajabu ambacho hapo na umetujenga kama kanisa. Watu wanafurahi kanisa kwa kuvunjika na watu kutambaa. Na wakati mbinguni nasema kwamba mtu mmoja akiokoka kila kitu kinasimama na shangilia. Ndio. Na kwaje sisi watu wakoka tunafurahi kanisa lilikuwa limetambaa, watu wakitoka. Kwa hiyo umejenga tena watu wa Mungu kwamba kuomba na kulipa. Ndio. Asante sana mchungaji, asante sana. Mchungaji amegusia jambo la muhimu sana. Ni lazima uguswe na yale mambo yanayogusa moyo wa Bwana. Huo ndo uthibitisho kwamba wewe Bwana amekuita na ametaka ufanye kazi yake. Simu ya pili hii, karibu sana. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana. Amina, Bwana asifiwe. Amina, unapiga simu kutoka wapi na jina ni nani? Ni Mama Upendo, napiga simu kutoka Mbezi. Amina, karibu sana Mama Upendo. Mimi na ushuhuda, namshukuru Mungu kwa yale maombi ambayo mliyafanya ndani ya siku 2 zile 3. Ndio. Mtumishi wa Mungu alisema tuandike majina, kama kuna mume wako ameondoka miaka mingi tuandike majina. Ndio. Nikaandika jina. Mume wangu aliondoka ndani ya miaka 20. Wow. Maisha ya shida, maisha ya umaskini. Ndio. Lakini mume wangu amerudi. Amina. Glory. Bala bolo wasaka baba. Hey. Glory. Bala rakita la borobos. Ay. Masi brudu jala bala basa. Ay. Thank you Lord. Asante Bwana. Asante sana. Wow, asante sana Mama Upendo kwa ushuhuda wa kipekee. Ai. Mali karabolo basira. Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Ai. Anatenda makuu ya pekee na tofauti. Thank you Lord. Wow. Kuna message hapa zinaingia. Unaweza kupiga simu tuna dakika kama 2 tu kabla hujahitimisha. Okay. Karibu sana. Asante, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Habari za leo? Jema kabisa. Ndio. Unapiga simu kutoka wapi jina? Mimi naitwa Patrick Waluye na kutoka Kibaha. Yes, Mr. Patrick, karibu sana. Asante. Ndio. Yana nafurahia manake huwa nafungua tangu saa 10:30. Ndio mtumishi. Alfajiri nasikiliza sana. Hili umenifurahisha sana swala la kuomba na kunena ile unakuwa kama una charge. Ndio. Kwa hiyo mimi nikaa tunakupa hongera wewe kwa vile ninaona kama ndio mtaalamu wa kunena. Wewe uko kama umeme sasa unatuchajisha na sisi. Amina mtumishi.